Ulimwengu una watu zaidi ya bilioni 6. Kila mwanadamu ambaye amezaliwa katika uso wa dunia hakuzaliwa kwa bahati mbaya. Wapo wanadamu ambao Mwenyezi Mungu ameweka hatima kubwa katika maisha yao, na wapo wanadamu ambao Mwenyezi Mungu ameweka hatima za kawaida katika maisha yao. Mara nyingi wanadamu ambao Mwenyezi Mungu amewawekea hatima kubwa ndani yao ni watu ambao wanaandaliwa waje kuwa wakuu katika uso wa dunia. Inawezekana watu hao wanaandaliwa ili waje kuwa watu wakubwa katika nyanja ya biashara, au katika nyanja ya uchumi, au katika nyanja ya siasa. Ili kuweza kujua kama wewe ni moja kati ya binadamu ambao Mwenyezi Mungu anawaandaa ili waje kuwa wakuu katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, vipo viashiria mbalimbali ambavyo lazima utaviona kwenye maisha yako, kwa sababu inawezekana nawe ni moja kati ya binadamu ambao huwa wanaona viashiria hivyo vinavyomaanisha wewe unaandaliwa ili uje kuwa mkuu katika uso wa dunia, lakini kwa sababu haujui, unakuwa hauelewi ni kwa nini vitu hivyo vinajidhihirisha katika maisha yako. Basi kupitia video hii nitakwenda kukuambia viashiria mbalimbali ambavyo ukiviona kwenye maisha yako, basi ujue wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao Mwenyezi Mungu anawaandaa ili siku moja waje kuwa wakuu katika uso wa dunia. Kama umevutiwa na video hii, basi amini mada hii nimeiandaa mahususi kwa ajili yako. Kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Vifuatavyo ni viashiria ambavyo ukiviona katika maisha yako, ujue Mwenyezi Mungu anakuandaa ili uje kuwa mkuu katika uso wa dunia. Namba 1, wewe ni mwanadamu ambaye unapitia changamoto zisizoisha. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, kuna nyakati ambazo kila jambo linaonekana kuwa gumu. Milango unayoitarajia ifunguke inafungwa, mipango inaharibika, na unahisi umeachwa peke yako. Unajikuta wewe ni mwanadamu ambaye unapitia magumu ambayo kwa hakika wanadamu wengine hawapitii. Na nyakati hizi wapo wengi ambao huwa wanakata tamaa na kuamini hawawezi kusimama na kuendelea tena. Lakini ndani yako wewe kuna jambo la kushangaza. Pamoja na changamoto mbalimbali ambazo unazipitia zinazokuumiza na kukukatisha tamaa, ila ndani yako hauhisi hali ya kukata tamaa, kwani ndani yako unakuwa unahisi ni kama kuna nguvu ambayo inakupa moyo wa kuendelea kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo unakutana nazo. Inawezekana mlioianza safari ya mafanikio mlikuwa wengi, wenzio wote wamekata tamaa na kuamini hata wewe hautaweza kufanikisha, ila kila unapowaza kukata tamaa kwa sababu ya changamoto nyingi ambazo unakumbana nazo, unajikuta ndani yako ni kama kuna sauti ambayo inakufariji na kukuambia endelea, kwa sababu kuna mambo mazuri ambayo yamewekwa mbele yako. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, ikiwa wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanaandamwa na changamoto zisizoisha kuliko binadamu wengine, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu anakujengea uvumilivu, nguvu na hekima ambayo utaihitaji baadaye utakapopata nafasi ya ukuu ambao Mwenyezi Mungu anauandaa kwa ajili yako. Kwani binadamu wengi ili waweze kuwa wakuu lazima waandaliwe. Hata wewe unapitishwa katika magumu kwa sababu Mwenyezi Mungu anahitaji uweze kujifunza mambo mengi ambayo ulikuwa hauyajui. Haijalishi wewe ni nani, upo sehemu gani, ikiwa unapitia changamoto ambazo zinakuumiza kwa sababu zinakuandama kuliko zinavyowaandama binadamu wengine, endelea kumuomba Mwenyezi Mungu akuvushe salama, kwa sababu hakuna gumu ambalo Mwenyezi Mungu anaweza kuliweka kwa mtu ambaye hana uwezo wa kukabiliana nalo. Namba 2, unajikuta unaanza kutengwa na baadhi ya watu na kukataliwa na binadamu ambao uliwaamini katika maisha yako. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, wakati mwingine kukataliwa na kutengwa na watu unaowaamini si jambo baya mara zote, ila kwa macho ya kawaida na kwa fikra za kibinadamu
unaweza ukawa unajiuliza kasoro yako ni nini? Mbona kuna watu ambao unawaamini sana lakini wao wanakukataa na kukutenga? Ni kitu gani ambacho kinaendelea katika maisha yako? Bila shaka jambo hilo litakupa msongo wa mawazo na kukuweka katika nafasi mbaya ya maisha. Na kuna wakati hata binadamu ambao uliwaamini watakusaliti. Moja kati ya siri ambazo unatakiwa kuzijua na kuziweka akilini, Mwenyezi Mungu anakupitisha katika maumivu ya kusalitiwa, kukataliwa ama kutengwa, kwa sababu hayo ni maumivu ambayo yanaweza kukufundisha kumtegemea zaidi Mwenyezi Mungu na kutowategemea wanadamu, lakini pia maumivu hayo yatakufanya kuwa thabiti, mwenye tabia imara. Lakini wakati mwingine Mwenyezi Mungu huruhusu upite katika hali hiyo, kwa sababu kama asiporuhusu ukataliwe na kutengwa, usingechagua kupita katika njia ambayo umeichagua bila hiari yako, kwa sababu ni njia ngumu inayohitaji uvumilivu na ustahimilivu ili ukafikie malengo ambayo Mwenyezi Mungu ameyaweka mbele yako. Hivyo wakati mwingine binadamu ambao unawaamini wanapoanza kukutenga, kukusaliti na kukukataa, mshukuru Mwenyezi Mungu, ifuate njia yako peke yako, njia ambayo ndiyo inayoonesha utofauti kati ya wewe ambaye unakuja kuwa mkuu katika siku za usoni na wao ambao watabaki katika hali ya kawaida, kwa sababu wewe umechaguliwa. Na ukijaribu kusoma tafiti mbalimbali pamoja na historia mbalimbali, asilimia kubwa ya wanadamu ambao walichaguliwa na Mwenyezi Mungu walipitia magumu katika maisha yao, lakini walipoweza kukabiliana nayo ndipo walipoweza kuketi katika nafasi ambazo Mwenyezi Mungu aliziandaa kwa ajili yao. Daudi alikuja kuwa mfalme hali ya kuwa kabla ya hapo kila mtu alimdharau na kumuona kama mchunga mifugo asiyekuwa na future yoyote katika maisha yake. Inawezekana hata wewe magumu ambayo unayapitia kila mtu anakukataa, lakini amini usiamini, kuna kitu kikubwa ambacho Mwenyezi Mungu amekiweka mbele yako, na ndiyo maana yeye mwenyewe ameruhusu hali ambayo unaipitia uweze kuipitia, kwa sababu anahitaji kukujenga ili uje kuwa kiongozi bora katika uso wa dunia. Namba 3, wewe ni mwanadamu ambaye ndani yako una hamu kubwa ya mabadiliko kuliko wanadamu wengine. Moja kati ya siri ambazo unatakiwa kuzijua na kuziweka akilini, kuna nyakati ambazo ulikuwa unaishi katika hali ya kawaida, yani ndani yako haukuwa na msukumo wowote ambao unakufanya utamani kuhama katika level ya maisha ambayo unaishi na kwenda katika level ya juu zaidi ya maisha. Lakini muda wa mabadiliko unapoanza kusogea kwenye maisha yako, yani Mwenyezi Mungu anapoanza kukuandaa, kwanza kabisa utaanza kuona kuwa maisha ya zamani hayakuridhishi tena. Utakuwa ni mwanadamu ambaye hauishi tena kwenye kuridhishwa na maisha ambayo ulikuwa unayaishi kwa miaka yako yote. Yani ndani yako kunakuwa ni kama kuna kitu kimefunguka ambacho hauelewi kimetokana na nini, lakini unajikuta unatamani kuwa mtu bora kuliko ulivyokuwa zamani. Unakuta unatamani kujifunza zaidi kuliko ilivyokuwa zamani, lakini unajikuta unaanza kuishi kwa kusudi ambalo lipo ndani yako, hali ya kuwa zamani ulikuwa ni mwanadamu ambaye unaishi kama bendera fuata upepo. Lakini sasa hivi unajikuta wewe ni mwanadamu ambaye mara nyingi unajiuliza, mimi ni nani na ndani yangu Mwenyezi Mungu ameliweka kusudi gani? Na unajikuta unaanza kuliishi kusudi ambalo Mwenyezi Mungu ameliweka ndani yako. Utakapoona ishara kama hii katika maisha yako, basi ujue muda wa mabadiliko umefika. Nafasi ambayo Mwenyezi Mungu ameiandaa kwa ajili yako imesogea sana, ipo karibu sana na maisha yako. Wewe ni moja kati ya binadamu ambao wanakwenda kuwa na mafanikio makubwa katika uso wa dunia. Ndiyo maana pamoja na kuwa binadamu wengine wanakuona kama mtu ambaye umefanikiwa, lakini wewe unajiona ndiyo kwanza unaanza. Ni kwa sababu kuna kitu kikubwa ambacho Mungu amekiweka mbele yako, yani wewe umeandaliwa kuwa mtu ambaye utakuwa na mafanikio makubwa katikati ya binadamu walioshindwa. Namba 4, unajikuta unapitia vikwazo vyenye fundisho ndani yake kuliko inavyokuwa kwa binadamu wengine. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, si kila kikwazo kinapokuja katika maisha yako basi ni kibaya na Mwenyezi Mungu amekileta ili kikukwamishe usifikie malengo ambayo unatamani kuyafikia kwenye maisha yako.
lakini moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, kuna baadhi ya vikwazo ambavyo huja katika maisha yetu kwa ajili ya kutujenga na kutuelimisha kuhusiana na madhaifu au makosa ambayo tuliyafanya katika maisha yetu ya zamani. Siri ambayo unatakiwa kuijua kuanzia leo, ikiwa wewe ni moja kati ya wanadamu ambao Mwenyezi Mungu anawaandaa ili wakafanikiwe katikati ya binadamu ambao bado hawajafanikiwa, basi asilimia kubwa ya vikwazo ambavyo vitakuja katika maisha yako havitaishia kukurudisha nyuma tu, bali kwenye kila kikwazo kuna funzo ambalo utakuwa unalipata. Yani utakuwa unaona kabisa ubongo wako unafunguka na kukupa majibu kuwa kuna kitu fulani hakipo sawa, na sababu ya yote haya ni kwa sababu kitu fulani kilitakiwa kufanywa lakini haukukifanya. Mara nyingi utajikuta unakuwa na moyo wa kurudia tena kufanya kwa ufasaha kuliko ulivyokuwa umefanya. Utakapoona ishara kama hizo, basi ujue wewe ni moja kati ya wanadamu ambao Mwenyezi Mungu ameiweka hatima kubwa ndani yao. Yani wewe utakuja kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio makubwa katika uso wa dunia. Namba 5, baadhi ya binadamu wataanza kuona ukuu ambao Mwenyezi Mungu ameuweka ndani yako hata kabla ya wewe kutambua. Unajua, kwenye ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya wanadamu ambao Mwenyezi Mungu amewapa macho ya kiroho. Hawa ni watu ambao wanaweza kuona vitu ambavyo watu wengine hawawezi kuviona. Mara nyingi watu hawa watakapokuona watakuambia kuna kitu kikubwa ambacho kipo ndani yako. Yani wewe si wa kawaida. Mara nyingi watu mbalimbali watakupa nafasi ambazo wewe utaamini haustahili kuwa nazo kwenye maisha yako, lakini kumbe watu hao kuna kitu ambacho tayari wameshakiona ndani yako. Utakapoona ishara kama hiyo, basi ujue wewe ni moja kati ya wanadamu ambao watakuja kuwa wakuu katika uso wa dunia. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.